Asante. Mimi kwa jina naitwa Madam Sima. Jana nilipata nafasi ya kuhudhuria katika ibada ya Jumapili. Mahubiri yalikuwa mazuri na jambo nililojifunza ni kwamba katika changamoto tunazopitia inabidi tusiogope zile changamoto, kwa sababu changamoto ni sehemu ya maisha katika maisha yetu. Na changamoto inaweza ikafananishwa kama giza. Ni kwamba unapoona giza usiogope lile giza. Kikubwa zaidi uweze kulivuka lile giza. Lakini pia nilifurahi pale mhubiri alipofundisha kuhusu nuru. Akasema kwamba unapokuwa unaona nuru, ukiwaza katika nuru utaendelea kuiona nuru, lakini ukiwaza katika giza utaendelea kuona giza. Akatoa pia mfano kwamba katika mazingira ya Yesu Kristo alipozaliwa, inaonyesha kama alizaliwa katika mazingira ya giza, lakini kwa sababu Yesu Kristo ni nuru aliweza kushinda. Kwa hiyo tunajua kabisa kwamba nuru na giza haviwezi kukaa pamoja. Lazima siku zote ni nuru itashinda. Kwa hiyo mimi nilibarikiwa sana na mahubiri hayo. Mungu akubariki sana, nikutakie kazi njema. Asante sana. Jina langu ni Mwinjilisti Timotheo Thomas Dudu. Niko hapa Morogoro na ninamshukuru Mungu kwa ibada ya tarehe 9 mwezi huu wa 11. Nimepata neema ya kushiriki ibada katika chepo iliyopo katika shule hii ya Lutheran Junior Seminary. Na kwa kweli mahubiri yamenibariki sana, hasa mhubiri alipoendelea kugusa mambo muhimu ambayo yanagusa maisha ya wanadamu. Kwamba mara nyingi watu wengi wanatawaliwa na hofu katika mioyo yao. Na hofu hii imeendelea kujenga kama sehemu ya giza katika maisha yao, kuwapa mashaka na wasiwasi wa kuendelea na hatua zinazoendelea. Lakini akagusa zaidi kwamba neno la Mungu linaendelea kufanyika kuwa sehemu ya kuwarejesha watu katika nuru ya Mungu. Akimaanisha Yesu Kristo ndiye nuru aliyekuja kwa ajili yetu kufanya watu wote wawe katika hali ya nuru na mwanga. Lakini katika hayo yote anazungumza ya kwamba lazima watu pia wawe na upendo, kuonesha upendo kama sehemu ya nuru katika Kristo. Na amenibariki kwa mfano ambao umeendelea kuleta hisia nzuri na bubujiko zuri la watu kutafakari maneno yale, kwamba Yesu Kristo mwenyewe amezaliwa katika hali ya giza, lakini hali ya giza akimaanisha yeye Kristo pekee ni nuru, kwamba anamulika katika mazingira hayo na ulimwengu mzima. Kwa hiyo jukumu letu na wajibu wetu kama Wakristo lakini wanadamu ni kuhakikisha kwamba tunaondoka katika hali ya hofu, tusiogope wala tusifadhaike, bali tumwamini yeye, tumtegemee yeye, na kwa upendo alioonesha kwetu na sisi tuuoneshe hata kwa watu wanaotuzunguka. Haitatusaidia sana kuona kwamba Kristo ameonyesha upendo, lakini sisi bado tunabaki katika hali ya giza ama changamoto na vita na visasi, bali ni wakati wa kuacha visasi, lakini wakati wa kutenda haki na kuihamasisha amani katika maisha yetu. Na kwa somo hili limeendelea kugusa zaidi juu ya habari ya hata namna ambavyo siku za mwisho zitakuwapo. Ni kama siku zenye dhiki, lakini kupitia Yesu Kristo basi nuru hii inatuweka salama, na kwa uzima huo tunaona nguvu ya Mungu ikitenda kazi katika maisha yetu. Asante. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi ninaitwa Mwinjilisti Ahimidiwe Lema, ninatoka Dayosisi ya Kaskazini. Jana tarehe 9 mwezi wa 11 niliweza kuhudhuria mahubiri ya mwalimu Ingrid, mwalimu wa elimu ya Kikristo na maadili katika chuo ambacho kiko Morogoro, Hekima. Katika mahubiri yake niliweza kujifunza mambo mengi sana, lakini moja kati ya jambo ambalo liliweza kunigusa ndani ya moyo wangu ni kwamba alizungumzia kwa habari ya mwisho. Na anapozungumzia kwa habari ya mwisho, imekuwa ni changamoto kwa watu wengi kwa kweli, tukiwa tunajiuliza siku za mwisho zitakuwaje. Lakini kweli mwisho unapofika tunapokea tena jambo lingine jipya. Maana ni mwaka wa mwisho wa kanisa unafika, lakini tunapokea tena mwaka mwingine mpya wa kanisa. Hapo tunakumbushwa pia kumpokea Mwokozi ambaye ni Kristo kwetu,
Na wanafunzi pia wa Yesu waliweza kumuuliza Bwana Yesu maswali mengi ya kwamba kipindi cha mwisho itakuwaje, maana dalili ni nyingi. Na Yesu alisema, lakini muhimu zaidi kwetu ni kwamba lazima tukumbuke kwamba kila kiumbe kikipokea Injili, kila eneo litakapopokea Injili, hapo ndipo mwisho utakapokuwa umefika. Kwa hiyo mwisho hautakuja kirahisi tu, lakini muhimu kujua kwamba mwisho utakapofika ni pale ambapo kila kiumbe, kila mtu ataisikia Injili ya Kristo. Na hapo ndipo Yesu atakuja kulichukua kanisa, kwa maana atajidhihirisha kwamba tayari watu wote wameweza kuisikia Injili na kuupokea wokovu. Asante sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nawasalimu kwa jina la Yesu. Naitwa Mwinjilisti Stella Ernest Mhombo. Nimetokea Dayosisi ya Mashariki na Pwani, ni mwanafunzi wa chuo hiki cha hekima. Ibada ya jana ilikuwa ya baraka sana. Tumejifunza mambo mbalimbali kuhusu habari za kueneza Injili na kuhubiri Injili. Lakini nitazungumzia kidogo kuhusu habari ya kueneza Injili, sio kwa njia ya mahubiri tu. Unaweza kueneza Injili kutokana na nafasi uliopo. Kwa mfano, kwa wafanyakazi katika ofisi ulionayo, matendo yako unayofanya pale ofisini, namna ambavyo unaishi na wafanyakazi wako, namna ambavyo unakaa na watu, ile ni Injili tosha. Kwa sababu Mkristo yoyote anapaswa kuwa kielelezo, anapaswa kuwa ushuhuda. Matendo yake, namna anavyoishi na watu, muonekano wake, namna anavyovaa, kila kitu anachokifanya, watu wanapomtazama wanapaswa kumuona Yesu ndani yake. Kwa hiyo Injili ina nyanja nyingi. Kuna namna ambavyo kuhubiri Injili. Wafanya biashara, kwenye biashara yako, je, unafanyaje biashara? Wateja wako wanapokuja kwenye biashara yako, wanamuona Mungu kupitia wewe. Watu wanapokutazama wanamuona Kristo. Kila mtu anapaswa kumuona Kristo ndani ya maisha yako. Kwa hiyo Injili ni lazima ihubiriwe mahali popote. Katika kuhubiri Injili kuna changamoto nyingi sana ambazo tunakutana nazo. Wakati mwingine tunapigwa, wakati mwingine tunaumizwa, wakati mwingine tunakutana na mazingira magumu. Lakini kwenye mazingira yoyote yale, sharti Injili ihubiriwe. Haijalishi unakutana na changamoto gani, haijalishi unakutana na nini, lazima Injili ihubiriwe. Kuna mwimbaji mmoja alimba, anasema, iende mbele Injili, iende mbele, iende mbele Injili ya Yesu, iende mbele. Ndio maana tunasema iende mbele, ndio maana tunasema iende mbele, ndio maana tunasema iende mbele, ndio maana tunasema iende mbele. Ni wajibu wetu sisi wa Kristo kuhubiri Injili mahali popote, haijalishi mazingira, haijalishi changamoto, lazima Injili ihubiriwe na kila mmoja apate kupokea ujumbe wa neno la Mungu kupitia Injili tulio nayo. Mahali ulipo, iwe shuleni mwanafunzi, iwe kazini, iwe nyumbani baba wa familia, iwe wapi mama wa familia, lazima Injili ihubiriwe. Na mimi nitahubiri Injili siku zote za maisha yangu. Sitaogopa vita, sitaogopa mateso, sitaogopa kupigwa, kwa sababu Yesu yuko pamoja nami. Na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Mungu awabariki sana. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi naitwa Ana Krista Sylvester. Mimi naitwa Ana Krista Silveri. Ni kuhusu mahubiri ambayo jana yameongeleka. Nilijifunza kuhusu kutokuogopa kwenye kila situation tunayopitia. Ni kwamba hata kwenye magumu yako yote ambayo unapitia, tujue kwamba kuna mwanga mbele yetu. Pia kupitia kuzaliwa kwa Yesu Kristo, alizaliwa kwenye giza ambayo ilikuwa ni usiku wa manane, lakini wengi hawakujua kwamba ni Yesu kazaliwa. Lakini Mungu alimtuma malaika wake awaambie mamajusi kwamba kuna mtu amezaliwa sehemu fulani. Kupitia kuzaliwa kwa Yesu Kristo umetufanya sisi kama Wakristo kupata mwanga wa ukombozi. Kwa hiyo kwenye kila kipindi ambacho tunapitia ni kwa sababu ya ukombozi wa Yesu Kristo. Pia hasa alisisitiza mstari wa mwisho kabisa ambao umesomwa jana, mstari wa Mathayo 24. Ni Mathayo 24 mstari wa
14 ambao unasema yote hayo yatakayotokea, tetemeko, magonjwa, kila situation ambayo, lakini mpaka yote yapite ndipo tutakapo ona kurudi kwa Yesu Kristo kuja kunyakua ulimwengu. Kwa hiyo kupitia hayo nimejifunza, yamenigusa kutiwa moyo, kuendelea kutokata tamaa, kuona kwamba haya yote tunayoyapitia ni mapito, lakini bado tunahitajika tuwe na subira ya kuendelea kumsubiri siku ya mwisho, tukiyatenda yaliyo mema na yanayompendeza Mungu. Amina. Amina. Asante sana. Kwa jina ninaitwa Ingrid Waltz na nilihubiri jana kwa ibada, na nimelenga hasa mambo machache. Kwanza nilipenda kwa somo la Mathayo 24 mstari wa kwanza mpaka 14, watu wanaelewa Mathayo ameishi kwa mazingira haya. Walifikiri dunia kweli itaisha kesho, maana tunafika kwa mwisho wa dunia. Na hii nimeona ni muhimu kueleza, kama ameona matetemeko, ameona hekalu imeharibika, wameona vita na vitu vingi sana. Kwa hiyo yeye haangalia mbele kwa wakati unayokuja, yeye anaangalia kwa sasa hivi nini inatokea. Ya pili, nilipenda pia waelewe kama ingawa wanafunzi wanamuuliza Yesu, inakuja lini, ni mwisho wa dunia, inakuja lini, lakini pia walipenda kujua kama ni dalili gani, lakini Yesu hajibu maswali yao. Kama anakwepa, anawaambia mambo mawili. Anawaambia usiogope, uendelea hivyo. Unaweza kuguswa na mambo yote ambayo yanakuja kwa maisha yako, lakini usiogope, ubaki na Yesu Kristo, ubaki na Mungu na uendelea na maisha yako. Na ya pili ni pia kusema uende kuhubiri, na unaweza kuhubiri kwa njia tofauti tofauti. Wengine ni kama upendo tu, muhimu kuhubiri ni habari njema, maana ni evangelion, na kufikiria kama wewe kwa mazingira yako unaweza kufanya nini. Labda kumsikiliza mtu, labda kumhudumia. Yoyote ni kama kuhubiri neno la Mungu, kwa sababu sisi ni tofauti. Wengine wanahubiri, wengine wanafundisha, wengine wanafanya matendo zaidi. Lakini pia nilipenda wanaunganisha siku ya jana kufikiria kuhusu mwisho wao na hukumu inayokuja, pamoja na kuunganisha na Krismasi. Kwa sababu Krismasi ni sio kama Yesu tu amesaliwa, pia ina maana sisi tunahitaji kujiandaa kwa Yesu kurudi duniani. Kwa hiyo pia ni sio siku kuu ya furaha tu, ni siku kuu pia ya kufikiria sisi tunaendelea kufanya nini mpaka mwisho wa dunia. Na kama Yesu anavyosema, tusiogope, tutumie muda wetu mpaka mwisho wa dunia kuhubiria neno lake, maana ni evangelion, habari njema. Na kama hii yote tukifikia kwa kila mtu, evangelion na habari njema, hapa sasa ni tumefika mwisho wa dunia. Kwa hiyo tunaona sisi tunafikiri mara nyingi mwisho wa dunia ni tunaona kwa dalili za negative, tetemeko, vita, magonjwa, nini. Lakini Yesu anaweka kwa positive. Anasema wewe uende uhubiria habari njema. Na hapa tukifikia kwa wote, hapa ni mwisho wa dunia na mwisho wetu. Kwa hiyo hii ilikuwa malengo yangu, ni kama 4 hivyo, waelewe hiyo. Na hasa mimi nimeongea muda mrefu kidogo kuhusu wasiogope, lakini kwa sababu ninaona sisi binadamu kawaida tunaogopa, na tukiogopa inasambaa, itakuwa inaongeza kwa ukubwa zaidi. Na Yesu anapenda sisi turudi kwa siku ya leo, tufanye nini? Tuhubiria neno lake. Asanteni sana.